ترابا وعظاما أنكم مخرجون. Mimi ni Asha Dachi, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Ni mshiriki katika hafla hii ya leo ya mashindano ya Qur'an. Hakika hili ni jambo jema sana. Tunaambiwa kwamba ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii, na hili linajidhihirisha kwamba kina mama ni walezi na kazi yetu ni kulea jamii yetu, na ili jamii iwe na maadili, basi msingi mzima kwanza kabisa ni lazima umwelimishe mwanamke. Na ndio maana haya mashindano yanakuwa na kipekee na umuhimu mkubwa sana katika jamii yetu, ili kuimarisha na kukuza maadili yetu katika jamii, ambayo kwa kiasi kikubwa kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia yamekuwa kidogo yamelega. Sasa namna gani tunaweza tukayainua? Ni kuimarisha vitu kama hivi, mashindano ya Qur'ani, si tu kwa wanawake, hata wanaume, lakini leo hii imekuwa ni ya kipekee sana, na jambo ambalo limetuvutia zaidi, ambao inatoa chachu kwa vijana, kina mama ambao wenye umri wa miaka 70 mpaka 75 wameshiriki katika mashindano haya. Hiyo tunaona kabisa kwamba kuna bado kazi inatakiwa kufanyika vijana wetu, pamoja na kuwapa elimu ya duniani, lakini pia tuwape elimu hii ya imani ya dini, ili waweze kujengeka katika misingi ya imani ya dini ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Omar Samata, ni mdaaji mkuu wa mashindano ya Qur'an tukufu kwa wanawake watu wazima kitaifa. Nachukua fursa hii kwanza kuwashukuru wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kufanikisha jambo letu hili la leo la mashindano ya 14 ya kuhifadhi Qur'ani kwa kina mama watu wazima. Lakini la pili, ni washukuru wale wote ambao wameweza kuhudhuria katika kilele hiki. Mgeni rasmi Bi Mariam Mwinyi ambaye akiwakilishwa na Mheshimiwa Saada Salumu Mkuya kutokea kule Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Zaidi na zaidi niseme ni kwamba mashindano haya ya Qur'ani kwa mama watu wazima kwa kweli ni mashindano ya kipekee, na siku hadi siku yanazidi kukua. Ninyi ni mashahidi, waandishi wa habari, mwaka huu mmeona sura ya kitofauti ya mashindano yetu. Kina mama wameweza kuhifadhi Qur'ani tukufu juzuu 30 pamoja na tafsiri al-Qur'ani, na tumeanza na surati Nisa, sura ya wanawake katika Qur'ani. Sura 114 hakuna suratu Rijal, sura ya wanaume, kuna suratu Nisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata wakati tunaanza mashindano yalikuwa ni machanga, juzuu moja na juzuu mbili tu, na leo hii tumeweza kufanya mashindano haya ya tafsiri Qur'ani kwa washiriki wa washiriki wawili tu, ambapo tumefanya mashindano haya kwa suratu Nisa ambayo ina juzuu moja na nusu. Next time ama mwaka ujao inshallah taala, mashindano haya tunatarajia yatakuwa zaidi kwa kupata washiriki zaidi, lakini pia na kuweza kuongeza juzuu. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kuongea, langu ni furaha kuona jinsi gani mashindano haya yameweza kwenda vizuri alhamdulillah. Na mpaka hivi sasa tumeweza kuyamaliza toka asubuhi saa 12 tuko hapa, na sasa hivi tunazungumza ni saa 7 mchana, tumemaliza salama alhamdulillah. Zaidi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuwepo katika shughuli hii muhimu sana 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 katika kazi zetu, dini zetu na imani yetu. Kwa kweli mimi binafsi nimefarijika, na nawashukuru sana kwa kunialika shughuli hii, na sitopenda kuikosa. Kwa kweli imetutia sisi mshawasha, imetuchangamsha kwa sababu tumeona ni kitu kizuri sana cha kuona kwamba haya ni mashindano ya 14 ya kuhifadhi Qur'an kwa wanawake watu wazima, na ni jambo jema sana sana.
wataalamu wanasema words is not enough to mention how precious is this. Nawashukuru sana na nawapongeza walioanzisha hizi, na kwa upande wetu sisi kama viongozi wanawake katika dini ya Kiislamu tuliopo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaahidi, mimi nitalisimamia binafsi kushiriki katika kuhakikisha hili jambo linafanikiwa, kwa sababu wenzangu wapo pale wamewakilishwa. Kuna DG wa TBS Dr. Ashura, kuna DG wa FCC Hadija Ngasongwa, na kuna ndugu yangu Aisha pale, kuna ndugu yangu Zubeda kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Naahidi binafsi kulisimamia hili kuhakikisha tunayafanikisha haya kupitia nafasi zetu Mwenyezi Mungu alotupa. Baada ya kusema hayo, pia napenda kusisitiza kuwa hili ni jambo jema, na nimeona na ndugu zetu, kaka zetu wanaume hapa, kwenye wanawake wanaume lazima wawepo, kwa sababu wanatusaidia, wanatuongoza. Tulikuwa tunasema pale tulivyomwona kaka yetu anaburura hii podium, tukasema wanawake bila wanaume hatuwezi, kwa sababu podium sisi tumeona imekuja kubururwa na kaka yetu pale. Sasa kwa upande mwingine nasema hawa wote ambao walokuja kushiriki kwenye haya mashindano tumeona ni mfano mzuri sana, kwa sababu hawa ni walezi wazuri sana. Ndio maana hii inafanya kuonyesha kwamba mwanamke ni mlezi mzuri sana juu ya majukumu yote yale aliyokuwa nayo nyumbani na mambo mengine yote. Unaamka alfajiri, lakini unalala unachelewa, lakini unahakikisha kila mmoja nyumbani amepata kile anachokitaka, kusimamia nyumba. Dini yetu sisi wanawake sio housewife. Sisi Waislamu wanawake ni house managers. Sisi tuna manage na tuna manage vizuri, na mfano wake ndo huwa leo juu ya majukumu yale yote ambayo tulikuwa tunayo, lakini tumeona mama zetu pale miaka 70 naye ni mfano mzuri sana, na wamehifadhi Qur'ani, mashallah mashallah, imetufurahisha na imetupa moyo. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonyesha wanawake bora na walezi bora katika dini yetu, na kama tunavyofahamu katika mazingira magumu ya sasa hivi, lakini tumejitahidi, tunasoma na tunahifadhi Qur'ani, lakini pia walezi. Pia napenda nitoe mfano mmoja mzuri ambao mimi binafsi katika taasisi yetu pale tuna msikiti ambao sisi tukiwa peke yetu hatutimii 40 kusali ile sala ya Ijumaa, lakini kuna kipindi hichi ambacho CBE wamekuja pale na wanafunzi, na wapongeza wazee, mashallah. Nimesema hili ili wazee waendelee kuwa na moyo, ni mfano mzuri wa kuonyesha kwenye mazingira magumu, lakini wakina mama wanapambana kutengeneza watoto bora na malezi yetu na dini yetu kusimamia. Mfano mzuri ni kwamba ule msikiti tukiwa sisi peke yetu hatutimii Waislamu. Kwa hiyo ile sala ya Ijumaa inabidi tutoke, tunakuja Masjid Fatima hapa au tunaenda misikiti mingine ya jirani. Lakini kipindi hichi ambacho kuna watoto wa CBE, mashallah mashallah, ilikuja siku kuna shehe kila Ijumaa anakuja pale, tunamuomba, anakuja anatusalisha. Ilikuja siku ile shehe amepata dharura. Baada ya kupata dharura, wale vijana wanafunzi ambao tunasali nao walijiorganize wakatusalisha Ijumaa. Toka siku hiyo tukajua kumbe kuna watoto ambao wana uwezo, wanatuangalia. Kwa hiyo nikasema hongera sana kwa wale wazee, mashallah mashallah, wana mataji yao kwa wale watoto. Toka siku hiyo wale watoto wanatusalisha, wanajipanga, huyu anatoa hutuba, huyu anaadhini, huyu anasalisha. Kwa hiyo kwa kina mama wenzangu, moral of this story ni kwamba tusichoke, tusikate tamaa kuwalea watoto wetu kwenye mazingira magumu. Watoto wetu wazuri tu wakiwa nyumbani kwetu wanadeka, na tusikate tamaa kwenye malezi. Ni jihadi ambayo ina mafanikio yake makubwa, na matokeo yake ndo hayo. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi kwa jina naitwa Hajat Shamim Khan, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania Taifa chini ya BAKWATA. Lakini nimekuwa mbunge wa Morogoro mjini, nimekuwa naibu waziri wa viwanda na biashara, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Sasa niko kwa upande wa dini mbalimbali pia na dini ya Kiislamu.
Mi kwanza naomba nitoe shukurani kwa Allah kwa sababu namwona Bi Eshe Sururu anajitahidi, maana huu ni mwaka wake wa 14 na kila mara anatoa kitu kipya. Mi safari hii kama nilivyosema, nimevutiwa na neno lile tafsiri. Mimi nimehudhuria mashindano mengi ya Qur'ani, wale washindi na wachukua pembeni na wauliza, je, mnajua maana? Wanasema hatujui, lakini wamekariri vizuri. Sasa na tumeambiwa kwamba Qur'ani ni mwongozo katika dunia hii, huelewi unachokisema. Sasa huo mwongozo utatekelezaje? Walimu wetu wa madrasa nao wasiwafundishe tu watoto kukariri, wafundishwe kukariri na maana. Nasema hivyo kwa sababu kitabu kile kina mambo mengi pamoja na maadili. Sasa kijana anafundishwa kukariri, hajui katika maadili ameagiziwa kitu gani, hajui. Sasa baadaye tunalia, maadili. Sasa tukiwaelekeza na tukifanya utafsiri huo, basi vijana wetu watajua namna ya kufuata maadili, tena maadili ya Kiislamu, kwa sababu sisi tuna maadili yetu. Asubuhi ukiamka unawasalimia wazee wako, sio good morning, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio maadili. Watoto wetu ukiwaambia hebu semeni miezi ya Kiislamu kuna miezi mingapi, hawajui. Lakini ukisema ile upande wa pili anakuimbia Januari, Februari mpaka Disemba. Sasa kwa sababu hawaelewi, kwa mimi kilio changu tafsiri, ili sote tuende pamoja katika ulimwengu huu wa kidijitali, ulimwengu huu nzuri, lakini kama digital technology tukitumia vibaya, ndio sasa hapo migogoro inaanza. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni, kazi nzuri, na wengine tufuate. Leo kafanya Mama Eshe Sururu, kesho tafanya sisi, kesho kutu atafanya yule, yatasambaa nchi nzima. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni vijana wangu, na watakieni kila la kheri. Kitu kingine kilichonifurahisha kwamba amekuja mgeni wetu rasmi, ametokea upande wa pili wa muungano. Umeona? Sasa hapa tumeonyesha kitu gani? Kwamba sisi sote ni kitu kimoja, hakuna cha huko, hakuna cha huku, wote tumezungumza lugha moja, tumecheka, tumefurahi. Kwani uliona tofauti gani kati ya aliyekuja mgeni rasmi na sisi? Kuna tofauti yoyote? Hatukuona. Sasa hizo tofauti zinatokea wapi? Naomba tuendelee na yale waliotoa sisi Mwalimu Nyerere na Mzee Karume.